Chanda, KTN, Nairobi. Mtazamaji, tume ya kuajiri walimu TSC imesitisha mara moja kukatwa kwa mishahara ya walimu na muungano wa KEWOTA kutoka kwa mishahara ya walimu wa kike kufuatia ufichuzi ambao ulifanywa na runinga ya KTN pamoja na gazeti la The Standard. Ripoti hiyo ilibaini kuwa zaidi ya walimu 100,000 walikuwa wakikatwa shilingi 200 kila mwezi na KEWOTA katika mfumo ambao hawakuwahi kuidhinishwa. Kama anavyoripoti mwanahabari Hamane Kamariki, walimu wa kike ambao waliathiriwa sasa wameelekea katika mahakama ya ajira mjini Kakamega wakitaka mahakama iamuru tume ya TSC na KEWOTA kurejesha mabilioni ya fedha yanayodaiwa kukatwa kutoka kwa mishahara yao tangu mwaka 2019. Baada ya zaidi ya miaka 6 ya mapambano makali yanayohusisha zaidi ya walimu wa kike 1,100 kote nchini ambao wanadaiwa kukatwa shilingi 200 kwa lazima na shirika la KEWOTA, hii leo KEWOTA ilipata pigo la kigaidi. Tume ya kuajiri walimu nchini TSC katika kikao cha dharura kilichofanyika siku ya Jumatano ilisimamisha mara moja makato ya KEWOTA kutoka kwa mishahara ya walimu wa kike kufuatia ufichuzi wa runinga ya KTN uliobaini kuwa zaidi ya walimu 1,100 walikuwa wakikatwa shilingi 200 na KEWOTA kwa lazima. Makamishna 9 wa TSC wakikubali shinikizo la umma na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa walimu, wakisitisha walimu kukatwa na KEWOTA ambao ulisharatibiwa kufanyika mwezi huu tarehe 18. Our payslip is so much vulnerable. I don't know who is this that is authorized to use it any time they feel that they need to. Haya yanajiri huku walimu wakifikisha kesi katika mahakama ya ajira mjini Kakamega wakitaka mahakama iamuru KEWOTA na TSC kurejesha mabilioni ya fedha yanayodaiwa kukatwa kutoka kwa mishahara yao tangu mwaka 2019. Aidha, wakili Apollo Mboya ameandikia TSC na Wizara ya Utumishi wa Umma barua akitaka TSC kuweka peupe jumla ya fedha zilizokatwa kutoka kwa zaidi ya walimu wa kike 1,100 tangu mwaka huo. We were really agitated, but that you see when you sweat and somebody just pop up and deduct your salary without a single reason, it's like they own it more than you yourself. Haya yanajiri huku ofisi kuu ya KEWOTA iliyoko Hurlingham hapa jijini Nairobi ikidaiwa kuvunjwa usiku wa kuamkia leo. Kulingana na uongozi wa KEWOTA, idadi isiyojulikana ya kompyuta iliibwa. Hata hivyo, walinzi waliokuwa wakilinda jengo hilo wameambia KTN kuwa mwanae mkurugenzi mtendaji wa KEWOTA ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kuonekana akiingia ofisini humo na anadaiwa kuacha mlango wazi usiku kucha. Haman Kamari. Kwingineko, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC